Usisahau kusubscribe, like na kucomment. Mamlaka ilipaswa kuhakikisha kwamba vyama vya upinzani vinakomaa, ni vyama kama kilivyo chama tawala na vina haki na vina mchango mkubwa sana katika kuleta maendeleo ya nchi. Kwa hivyo nataka kuhakikisha, kwa sababu nikisema kwa nini mamlaka ina mchango mkubwa sana yani ukiangalia migogoro mingi kabisa ni kama migogoro inatengenezwa kutoka ofisi ya msajili hasa. Yani ofisi ya msajili imekuwa vile ndio engine ya kutengeneza migogoro inayotokea katika vyama hivi vya upinzani. Mara wanaondoa uongozi, wanachama wamechagua uongozi, vyama ya msajili anakuja anatambua. Kuanzia hapo toka wakati ule wa kafu ukiangalia kwa msingi mkubwa kabisa ulikuwa ni mamlaka. Kama mamlaka ingekuwa inasimama sawa sawa na wanapenda ule uimara wa vyama vya upinzani, yani jambo ambalo lingewezekana. Kwa hivyo kuna ili vyama hivi viweze kuwa ni imara, lazima tuwe na sheria huru, sheria ambazo zinafanya vyama vya mamlaka, vyama vya upinzani au vyama vyote vya siasa viwe na mamlaka makubwa, viwe na maamuzi katika masuala yao ya wenyewe. Ukiangalia sheria ya vyama, yani vyama vya siasa imekuwa kama vile pia vimewekewa uongozi wa kisiasa vile vile na serikali. Yani msajili wa vyama ni kama vile ndo mwenyekiti wa vyama hivi vingine vya siasa. Wewe ufikiria kwamba msajili anaweza akabadilisha uamuzi wa wanachama, yani wanachama wanachagua kiongozi afu anaanza kumuondoa. Kwa kimsingi kuna mfumo ule, vyama hivi haviwezi kuwa sawa sawa kama hapajakuwa na sheria zinazovifanya viweze kuwa huru na viweze kwenda imara. Hayo tunaona yote haya ni matokeo ya hizo fursa, na ukiangalia kwa ndani unaona ni kama ni michezo fulani inaanzia huko ya kuvidhoofisha tu hivi vyama vya siasa. Uwezekano kuwa na vyama bora na vilivyokuwa imara ni kitu ambacho kipo, na unaweza kuona hata kabla ya mabadiliko ya hizi sheria ambazo zilikuwa zinatoa nguvu kubwa kwa msajili wa vyama na kadhalika, utaona huko nyuma tulikuwa na vyama ambavyo vilikuwa na nguvu sana, kama chama cha Swift kilikuwa chama ambacho kina nguvu sana na kilidumu kwa muda mrefu, hata nchi ya mageuzi huko nyuma. Lakini mara nyingi sana hizi fursa zilizotengenezwa na sheria hizi zinapelekea uhalifu, yani kupata nafasi katika vile vyama vya upinzani. Na pamoja na yote hayo, lakini bado tunasema kwamba kuna haja ya kuendelea kutoa ushauri kwenye hivi vyama, na hasa katika ule umoja wao na ule mshikamano wao. Sio sahihi, maana yake wakati fulani ukuta vyama vya upinzani wao kwa wao wanashambuliana, yani chama hiki kinakisema chama hiki, na ukiangalia zile lawama unazikuta kwamba hazina msingi, yani lawama fulani tu, huyu anamlaumu na huyu anamlaumu. Sasa ile haitakiwi, kwa sababu kila chama kina katiba yake na kila katiba imeonyesha taratibu zao. Sasa mnalaumu kwenye eneo gani? Labda itokee kwamba chama hiki kweli kwamba kimekiuka haki za chama kingine, hapo inawezekana ikawa ni lawama, lakini kama kila mmoja anafanya kwa mujibu wa katiba yake, lawama hakuna. Kwa hivyo ni vizuri zaidi kwa vile vyama pia vikaondokana na tabia hizo za kufika mahala ikawa mnaweza mkalaumiana wenyewe kwa wenyewe kwa sababu ambazo kimsingi hazitokani labda na makubaliano yenu au na nini, kwamba labda mtu amekiuka makubaliano yenu baina yenu ndo akakiuka makubaliano. Ni muhimu sana kila chama kiamini kwamba yani chama kingine ni sehemu ya nguvu yake. Yani pale ambapo mnapokuwa mna nguvu ya pamoja, hakuna chama kimoja kinaweza kuleta mabadiliko katika vyama vya upinzani peke yake. Yani pale ambapo nyinyi wote mnapoweza mkafanya kwa pamoja, ndipo ambapo mnaweza kuleta mabadiliko. Kwa hivyo kimsingi tunaweza kusema kwamba bado kuna hayo mambo mawili, kuna yale ndani ya vyama vyenyewe siasa, lakini kuna sehemu kubwa pia unaweza kuona kwamba kuna hayo yanayotoka kwenye mamlaka yana mchango mkubwa sana katika kudhoofisha vile vyama vya upinzani ambavyo vilivyopo. Hii ikiwa ni pamoja na swala zima la kuvinyima ruzuku. Mfumo unatakiwa uwepo tu unaowezesha vile vyama kuweza kupewa ruzuku, kwa sababu ni haki yao, maana yake ni Watanzania wanatakiwa kufanya siasa wapewe ruzuku ili waweze kutumia ruzuku kuendeleza chama. Hamwezi kuwa na chama ambacho hakina
uwezo wa kifedha, serikali inapaswa kutoa uwezeshaji katika vyama vya siasa ili viweze kufanya kazi bila kuweka sababu ambazo zinapelekea vile vyama visiweze kupata uwezeshaji kutoka serikalini. Kwa nadhani katika vyama vya upinzani tukizingatia hayo, basi tunaweza kuwa na upinzani uliokuwa bora. Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.